Vijana waliunda umoja wa vijana katika vyama vyenye uwakilishi bungeni na wakaomba space pale TCD na wakawa wameshaanza kukutana, wakapunguza hata tofauti za vyama vyao, wanakutana wanazungumza kusukuma ajenda ya vijana na wakawa wanafanya matukio ya pamoja. Leo Elisante anakuja ACT kama mwanachama mpya wa ACT, lakini ukumbi huu amekanyaga. Alikuja katika matukio hayo ya umoja wa vijana wa vyama ambavyo vinawakilishi bungeni. Lakini umoja huo ulienda wapi? Haukufika kokote. Ukifuatilia kwa makini, na sisi tunafuatilia, waliurudisha nyuma umoja huo ni sisi viongozi wa ndamasi. Kuanza kuwavuta mashati vijana hawa kwa kuzingatia itikadi ya chama, kwamba wewe kwa nini unakwenda ACT, wewe kwa nini unakwenda CUF. Ninalomshukuru Mwenyezi Mungu, vijana hawa sasa ambao walikuwa na ndoto kubwa sana, leo hii 80% wako ACT Wazalendo. Ni jambo la kwa sababu Ngono yuko ACT. Idin Kanzali watangulia naye amekuja ACT Wazalendo. Ameacha nafasi yake ya juu kabisa, alikuwa ni katibu wa vijana kule Jubika. Na leo hii Elisante Ngoma katika lile jopo la vijana ambao walikuwa na ndoto kubwa, naye amekuja ACT Wazalendo. Hii inatuma ujumbe mkubwa kwa vijana wa Tanzania kwamba kama vijana hawa ambao walikuwa na ndoto kubwa sana wanaona jukwaa lao ni ACT Wazalendo, basi huo ni ujumbe kwa vijana wote kwamba hili ni jukwaa lao. Kwa baada ya maneno haya ambayo nimeyasema kwa utangulizi, sasa nichukue fursa hii kumleta kwenye podium ndugu yetu Elisante Ngoma. Atakuja kujipambanua mwenyewe hapa safari yake ya kisiasa na kwa nini ameamua kujiunga na ACT Wazalendo, na baada ya hapo tutawapa nafasi waandishi muulize maswali, na tukishamaliza zoezi hilo tutamkabidhi sasa katiba ya chama pamoja na kadi ya chama ili sasa awe mwanachama kamili wa ACT Wazalendo. Karibu kwenye podium ndugu yangu Elisante. Karibu. ACT Wazalendo, taifa kwanza na kesho. Sijasikia. ACT Wazalendo, taifa kwanza na kesho. Taifa la wote, maslahi ya wote. Asanteni sana. Ndugu viongozi, ndugu waandishi wa habari, ndugu wananchi, Sembe itifaki imezingatiwa. Wakati ninachukua maamuzi ya kutafuta mustakabali wa siasa na jukwaa zuri la kisiasa, nilikuwa na mambo machache ambayo nikasema lazima nikipata jukwaa huru na zuri la kuweza kufanya siasa safi nitawaambia Watanzania. Na leo nataka niwaambie waandishi wa habari pamoja na Watanzania, mimi Elisante Ngoma niliyekuwa katibu mwenezi wa taifa wa chama cha NCCR Mageuzi, ninatangaza rasmi kujiondoa NCCR Mageuzi na vyeo vyangu vyote na kujiunga na chama cha ACT Wazalendo kuanzia leo tarehe 9 Juni 2025. Leo rasmi nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Ninachukua fursa hii kushukuru chama changu cha NCCR Mageuzi kwa heshima kubwa niliyoipata ya kushika nafasi mbalimbali nyeti. Nikiwa NCCR Mageuzi nimewahi kuwa naibu katibu wa vijana taifa, katibu mkuu wa vijana taifa na katibu mwenezi wa chama taifa. Na nje ya chama pia niliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa jukwaa la vijana TCD, yani Tanzania Center for Democracy, nafasi iliyonipa jukwaa pana zaidi la kuwakilisha vijana wa vyama vyote katika mijadala ya kidemokrasia na hatima ya taifa letu. Kupitia nafasi hizi, ndugu waandishi wa habari, nimejifunza mengi na nimehudumu kwa moyo wa kujitolea na kushuhudia changamoto na fursa zinazotokana na uongozi wa kisiasa nchini. Hata hivyo, kuna wakati katika maisha ya mwanasiasa ambapo dhamira
maono na mwelekeo wa kisiasa kumpelekea kufanya maamuzi magumu, lakini maamuzi sahihi. Sasa kuna wengi watajiuliza, kwa nini Elisante Ngoma ameacha vyeo vikubwa vya uenezi wa chama taifa, vyeo mbalimbali ambavyo amekuwa navyo, heshima ambazo amekuwa nazo, lakini amejiunga na chama cha ACT Wazalendo? Hayo yote nitayajibu leo, ni kwa nini nimetoka NCCR Mageuzi na nimekuja kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Kwanza kabisa nataka mfahamu, ndugu waandishi, chama changu cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira ya kuiondoa CCM madarakani. Hili naomba nirudie ili mnielewe. Mimi nimekuwa kwenye vikao mbalimbali vya chama vikubwa ambavyo chama kilichotoka, lakini niwaambie ukweli, chama cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira, hakina mwelekeo wa kuiondoa CCM madarakani, bali kina mwelekeo wa kunufaisha viongozi wachache ambao wako kwenye ngazi pale za juu. Na ndio maana mnaona tokea aondolewe yule jamaa mpaka leo hakijawahi kufanya mkutano wa aina yoyote wala siasa sehemu yoyote. Sasa chama kama hicho kweli, hata kama una vyeo vikubwa vya nafasi kubwa kama hizo, alafu wewe kijana una ndoto ya kulitetea taifa, una ndoto ya kupigania taifa, huwezi kubaki kwenye chama cha namna hiyo. Kwa ndio maana nilitafuta jukwaa zuri, jukwaa ambalo linaamini katika kupambana kutetea maslahi ya Watanzania. Nikaamua kuchagua ACT Wazalendo kwani ndio chama makini na pekee kinachoweza kupambania taifa. Lakini kwa nini nimeondoka NCCR Mageuzi na kujiunga ACT Wazalendo? Kwanza ni kuunga juhudi za ACT Wazalendo zinazomtanguliza utu, uwajibikaji na maendeleo ya kweli kwa kila Mtanzania. Nataka niwaambie, na hili nataka mlielewe, chama cha ACT Wazalendo ndio kinaamini katika taifa la wote, maslahi ya wote. Yaani ukiwa na chama ambacho kinawajali wa Tanzania, hicho ndio chama cha mtu pekee ambaye una akili nzuri na akili timamu wa kwenda kujiunga na chama hicho kwa ajili ya kutetea maslahi ya Watanzania. Kama kweli chama una dhamira ya kweli ya kutetea maslahi ya Watanzania, una kila sababu za kuhakikisha unatafuta chama ambacho kinaamini katika maslahi ya wote na taifa la wote. Ndio maana nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Lakini pia nimevutiwa na jitihada za ACT Wazalendo kuwalea vijana kiuongozi na kuwapa jukwaa kuonyesha uwezo wao. Sasa hii ni siri na wapi? Naomba muiandike vizuri, waandishi wa habari. Juzi wakati kuna mkutano mkuu Dodoma wa chama cha NCCR Mageuzi, mimi Elisante Ngoma, wajumbe pamoja na wanachama wote wa halmashauri kuu walidhamiria na wakakubali mimi niwe naibu katibu wa chama taifa, na tukapita hatua zote. Lakini kwa sababu tu ya kwamba ni chama ambacho wakiangalii katika vijana, kuwainua vijana kuonyesha uwezo wao, niliitwa dakika za jioni kabisa, nikaambiwa tunaomba, kuna mzee fulani amegombea nyakati nyingi, mpishe awe naibu katibu mkuu. Na nataka kuwaambia wajumbe wa halmashauri kuu wamechukia kweli kweli na wako tayari kujiunga na ACT Wazalendo, na tutawaleta, sababu ni chama ambacho kimeshindwa kuwainua vijana, kimeshindwa kusimama kuhakikisha vijana wanaonyesha uwezo wao. Kwa hiyo nimeangalia nikaona ACT Wazalendo ni jukwaa sahihi ambalo linaweza kuonyesha vipaji na kawapa nafasi vijana kuonyesha uwezo wao na kulisaidia taifa letu la Tanzania. Lakini pia nimevutiwa na mpango wa ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 kupitia kauli mbiu ya tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki. Sio dongo, lakini nataka mnielewe. Kuna wenzetu wameshajitoa, wao wanapambana nje ya ulingo. Nadhani mnawafahamu. Wao wamesema watapambania nje ya ulingo. Huwezi ukawa unaingia kwenye mapambano ukapambana nje ya uwanja wa mapambano ukasema unapambana. Huko ni kuimba ngojera au kuimba mapambio. Siku zote mpambanaji anapambania kwenye ulingo. Na ndiyo maana kwa kauli hii ya ACT Wazalendo, tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki, ilinivutia sana kuonesha kwamba ni vijana tunatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba tunakiunga chama cha ACT Wazalendo mkono ili kupambana kuhakikisha
tunamtoa CCM madarakani, kuhakikisha tunatimiza ndoto za Watanzania, kuhakikisha tunagusa maisha ya Watanzania kwa pamoja. Kama wazalendo wa taifa hili tuna uwezo wa kumtoa CCM madarakani na tutamtoa kupitia ACT Wazalendo. Lakini pia uzoefu wa kisiasa umetuonyesha hivi sasa nchini hakuna tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo, dira ya ACT Wazalendo ya kushiriki kwenye uchaguzi kama jukwaa la mapambano ni uamuzi sahihi sana. Kwa sababu nimeshasema hapa, uwezo ukasema unapambana nje ya uwanja. Kwa hiyo niwapongeze sana chama cha ACT Wazalendo kwa sababu kweli kinaenda kabisa kuonyesha dhamira ya dhati ya kupambana kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze sana. Lakini pili, jambo la mwisho ambalo lilinivutia kwa nini ACT Wazalendo. Ninajiunga na ACT Wazalendo kutoa mchango wangu katika kuiondosha CCM madarakani. Waandishi wa habari wa Tanzania, ACT Wazalendo siri za kuitoa CCM madarakani wanazo, mbinu ya kuitoa CCM madarakani wanazo, na mkakati wa kuitoa CCM madarakani wanayo, na niwahakikishie CCM awamu hii ndio mwisho wa kukanyaga Ikulu. 2025 kwenye uchaguzi wa uchaguzi mkuu, CCM ndio hawaingii tena Ikulu. Waliandae kutukabidhi ACT Wazalendo. Lakini pia utawala wa CCM hausikii tena sauti za watu, haujali tena mateso ya wanyonge. Ni utawala uliojaa kiburi na maamuzi yasiyo na mashiko. Utawala unapofika hapo hupoteza uhalali wa maadili hata kama una nguvu ya kimfumo. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, Watanzania wanalia juu ya ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, lakini pia Watanzania wanalia kwa sababu ya huduma mbovu za elimu na afya pamoja na kuporwa rasilimali zetu wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, kwa hakika, naomba hili liandike vizuri, kwa hakika Mungu ameuhesabu muda wa utawala huu wa CCM na kuleta mwisho wake. Utawala uliopo umewekwa kwenye mizani, umepimwa na umeonekana hauna uzito, umepungua. Sasa historia ya kuondoshwa utawala huu inaenda kuandikwa na chama cha ACT Wazalendo. ACT Wazalendo, taifa kwanza, maslahi ya wote, taifa la wote. Ndugu waandishi wa habari, kuonyesha uzito wa hoja yangu, napenda kuchukua fursa hii kutangaza rasmi kuwa pia nitakisaidia chama changu kutekeleza malengo yake nyumbani nilikozaliwa, Same Magharibi. Mimi natokea jimbo la Same Magharibi na ninatia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Same Magharibi. Natambua jimbo la Same Magharibi kuna mtu anajiita yeye ni mwamba, ni Goliath. Anatisha watu, anahonga watu kwa sababu ya fedha zake. Yeye anajiita Goliath, lakini mimi nakuja kama Daudi, na hakikisha nitamngoa pale na nitakuwa mbunge wa jimbo la Same. Kwa kusema hayo niseme Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki juhudi za wapambanaji wote wa ACT Wazalendo, na kwa pamoja naamini kabisa tutashinda na tutamtoa CCM madarakani. Tukutane site. Asante sana. Hapo asante. Tukubaliane na maneno yangu kwamba hawa ni vijana na wana safari. Tena safari nzuri tu. Kwa hiyo baada ya maneno hayo, ndugu Abdalla, unaweza kuelaborate maswali. Kwa nafasi ya maswali, baada ya hapo tutamaliza. Tunakaribisha maswali matatu. Umemuelewa sana. Karibu. Umekuta kuhamia kule baada ya kunyimwa cheo au ukaamua kugombea jimbo ama vipi? Maana pale umeunga moja kwa moja na gombea. Inaonekana kama vile uliahidiwa kama utapewa jimbo na ukaelekeza wenzako katika mapambano. Hiyo unasemaje? Nashukuru sana ndugu mwandishi. Kwanza niseme kwamba mimi sijavutwa kwa sababu nitagombea jimbo. Hata NCCR Mageuzi nilikuwa na uwezo wa kugombea jimbo. Lakini pili, mkumbuke nimekuja hapa nikiwa na vyeo kama cheo cha katibu mwenezi wa chama taifa.
Kwa hiyo sijaondoka kwa sababu nimeahidiwa vyeo, kwa sababu hata huko nilipokuwepo nilikuwa na vyeo na vilikuwa vinanipa heshima kubwa, lakini kilichonileta huku ni jukwaa huru ambalo lina usawa, lina demokrasia na linaona kabisa lina dhamira ya dhati ya kuitoa CCM madarakani. Hilo ndio lilonisababisha nije. Swali la pili. Swali la pili, Dani karibu. Hauna swali? Katibu mkuu, tunakukaribisha bila tatizo. Kwa hiyo karibu hapo bwana. Hii kwa ajili ya photo session ya Abdalla. Sauti nadhani nataka na sauti. Sawa. Kwa hiyo hii ni kadi yetu, kadi ya Maalim Seif ambayo ni kadi ya daraja la juu kabisa ACT Wazalendo. Kwa hiyo kwa heshima yake na ndugu Ngoma naye amesema anataka kadi ya Maalim Seif. Na sijui kama wapiga picha tuko eneo sahihi, tuko sawa hapo, tumebalance. Turudi nyuma, tunataka mpate mnachokitaka. Naam. Sawa. Shika kadi yako hii. Asante. Namkabidhi pia Elisante katiba ya chama, kwa sababu chama unasema uiachi mbali. Namkabidhi katiba ya chama ambayo ndio nyenzo namba 1 ya uendeshaji wa chama chetu, katiba ya ACT Wazalendo. Karibu sana.